no, no. Baby, hujui genius sana. Yaani yule kijana wako ulionipatia kwa ajili ya kurekodi kila kitu kinachoendelea kanisaidia. Imagine hadi Tasha kanitolea kisu. Haitaka anizuru. Hivi asingekuwa yule kijana, sasa hivi tungekuwa tunaongea mengine. Yaani baby, mimi nakushukuru sana. Yote niliyaona Amanda, kwa hiyo hakuna jambo geni kwangu. Yule jamaa ajikuta na akili sana. Sasa nataka kumuonyesha kwa mimi nina akili zaidi yake. Unajua nini kipenzi? Huu ni mwaka wangu wa ushindi. Kwa lazima nishinde vita yoyote itakayokuja mbele yangu. Na dalili ndo hizi hapa nishaanza kuziona sasa. Hakuna mtu akunishinda. Mimi ndo master planner, bingwa wao, genius. Lakini baby, ujue mimi kule kwangu siko salama sana. Na ninahisi nikiwa karibu na wewe nitakuwa kwenye usalama mkubwa zaidi. Mimi nilikuwa nakuomba niweze kuhamia hapa kwako ili nikae kwenye usalama, maana nikiwa na wewe nakuwa na amani, nakuwa salama. Yaani najisi niko sawa. Nikiwa kule nyumbani kwangu nakaa kwa wasiwasi. Nahisi tu Tasha lazima aje anizuru. Hebu baby, naomba hifadhi hapa kwako. Hakuna shida kwenye hilo Amanda. Hapa pia ni nyumbani kwako. Muda wote saa yote utaka kuja, karibu sana. Maana nyumba yangu ni nyumba yako. Mimi na wewe si mume na mke mtarajiwa. Shida iko wapi? Na kwa ajili ya usalama wako naomba uje uishi nyumbani kwangu. Mimi nimekupokea kwa mikono yangu miwili kabisa. Baby kweli? Yes, of course. Wow. Ndio maana siku zote wanasema wewe ni mwanaume bora sana kwangu. Yaani kai hapa nilipo nimevurugwa kabisa, uwezi amini. Yaani mke wangu na mtoto wangu siwaoni. Sasa sijui wametikwa au sijui wameenda wapi. Nimetafuta kila sehemu. Hebu subiri kwanza ndugu yangu. Calm down. Unataka kuniambia kuwa mke wako na mwanao wametekwa? Ya, itakuwa hivyo. Kwa sababu nimetafuta kila sehemu, sijawaona, nimewapigia simu hazipatikani. Sasa sikiliza, hakuna haja kupaniki kwenye hili. Kama kweli mke wako na mtoto wako wametekwa, basi ni lazima tu mtekaji atakupigia simu. Unamaanisha nini? Au atakuwa mtekaji ni Tasha? Hapana, sijamaanisha hivyo. Au sijasikia vizuri? Daktari, umesema kwamba Tasha ameiteka familia yako? Usichokielewa ni nini? Na wakati wewe unaelewa kila kitu, na wewe upo nyuma pazia ya hili. Sasa nikwambie kitu kimoja. Mke wangu na mwanangu wawe salama. Na kama utapata tatizo lolote, nitalia na nyinyi. Tulia kwanza Tisha. Kama nilivyokuambia hapo awali, kama kweli mtekaji ameiteka familia yako, basi ni lazima tu akutafute kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo kwenye hili tulia, usipanic. Na hakuna haja kufikisha taarifa kituo cha polisi. Wewe niachie mimi, nitamaliza kila kitu. Chisa. Mimi sina cha kupoteza daktari. Kikubwa zaidi nahitaji kuonana na wewe sasa hivi. Alafu hata ikitokea mimi nimekamatwa na nimeenda jela, kwangu sio shida, sijali mimi. Kwa hiyo kama familia yako ni bora, naomba uonane na mimi sasa hivi. Lakini kama familia yako ukiona si chochote si lolote, basi unaweza ukakaidi tu wito wangu. Sawa? Nimesha kutumia location hapo sasa hivi. Pakuja ni wapi? Lakini pia hutakuja peke yako, kwa sababu wewe ni mwali, lazima usindikizwe. Utakuja na kijana wangu, atakuleta mpaka nilipokuwa. Alafu nakupa angalizo. Ikitokea ukatoa taarifa hizi kwa mtu yoyote asiyehusika na sisi, basi utaweza kuiona familia yako. Umenielewa daktari? Hapana bwana Tasha.
sana familia yangu. Daktari, kama ambavyo unaipenda familia yako, nami ndo ninavyompenda Amanda wangu, ambaye wewe ndo sababu ya kumfanya mpaka leo ametoka kwenye mikono yangu na ameenda kwa Kai. Sasa sikiliza daktari, kama nilivyokuambia, sina muda kupoteza. Una muda mchache sana kufika sehemu nilipo, na usipofika familia yako nitaifyeka. Umenielewa daktari? Sawa. Kai, mume wangu, hivi niliyosikia ni kweli? Daktari anavyosema kwamba familia yake imetekwa, mke na mtoto wake, na anayehusika ni Tasha, ni kweli? Nani mume wako? Alafu sema kilichokuleta na acha kujizungusha. Mume wangu, mimi nimekuja tuzungumze, tuyamalize. Familia yangu imenisema sana. Hata mimi binafsi nimekaa nimejitafakari. Ni kweli nimekukosea sana. Wewe ulinikosea, ila mimi nilikukosea zaidi, kwa kulipiza kisasi cha kutembea na rafiki yako. Naomba unisamehe. Tufungue ukurasa mpya. Uanze upya na nani? Labda nikwambie tu Lisa, mimi nisha move on na maisha yangu. Kwa na kushauri na wewe, fanya move on. Kwa sababu hata tusema leo hii mimi na wewe tuanze upya, tutaanza upya kwa sababu kuna mapenzi hapo, au itakuwa kwa sababu wazazi wako wamesema mimi na wewe tuanze kuishi tena? Hicho kitu hakiwezekani. Kwa hiyo wewe umeona mimi sina thamani, mimi sio mwanaume kwako, sikuridhishi. Kwa hiyo nakushauri tu mfuate huyo mpuuzi ambaye unaona wa maana kwako, uendelee naye na sio mimi. Sina muda kulamba matapishi yangu. Lakini Kai. Lakini nini Lisa? Mbona unakuwa sio muelewa? Kimekuramba Wewe kaendelee na mwanaume wako. Mimi na maisha yangu sasa hivi. Nyakieni basi. Oya, nyakieni bwana. Ni vyema ungeacha vurugu daktari, kwa sababu upo katika himaya ya watu hapa. Daktari, kama utojali naomba tuzungumze kama wanaume mimi na wewe. Nani azungumze kama wanaume? Na wakati umeigusa familia yangu. Lakini daktari, hata na wewe pia umeigusa familia yangu. Naomba unisikize kwa makini daktari. Hapo upo katika himaya yangu. Na hata hao ambao umesimama kushoto kwako na kulia kwako ni watu wangu. Nikiwaamuru chochote wanaweza kukufanyia hata sasa hivi. Naomba unisikilize. Nitakuuliza maswali. Naomba unijibu kwa makini na ufasaha kabisa. Ni kweli Kai alipoteza kumbukumbu? Mapenzi ni kama mchezo wa karata. Kuna kupata na kukosa. Huyu Kai alinipenda mimi kama anavyokupenda wewe leo. Lakini huyu Kai ana mapungufu mengi sana. Kama utaweza kuyavumilia, basi mtadumu. Alinisaliti sana mimi, mpaka na mimi nikaamua kumsaliti kwa kutembea na rafiki yake. Hiyo ilikuwa zamani sana. Na mbona unampa mafaili yangu nusu? Kama kweli umeamua kuongea, mpe mafaili yangu yote. Kwa mwanamke aliyekusaliti naye anaitwa Zawadi.
Mimi siogopi, sababu Amanda ndo mwanamke nimpendaye. Kwa nipo tayari kumweleza kila kitu kuhusu mimi. Nimefungua moyo wangu kwake, mwambie kila kitu. Lakini ukiona paka nimekusaliti wewe na kwenda kwa mtu mwingine, ujue wewe binafsi una mapungufu mengi sana. Mambo mengine siwezi kuyaongea hapa hadharani, lakini namshukuru sana Mwenyezi Mungu, amenishushia mwanamke ambaye ana kila kitu. Kwa upande wangu hana mapungufu yoyote haya. Amanda ndo mke wangu mtarajiwa. Hata leo hii ikisema mimi nimsaliti Amanda, itakuwa nimemkosea sana. Kwa nini nijitakie dhambi za bure? Nampenda sana huyo mwanamke, na haitotokea hata siku moja kumsaliti huko kwa chochote kile. Hebu jiangalieni kwanza nyewe wawili. Humfikia Amanda hata robo. Amekuzidi vitu vingi sana. Kwa hiyo ukiona paka nimekusaliti wewe na kufanyia mabaya, siwezi kumfanyia huyu vitu ambavyo unakufanyia wewe. Anyway, nikupongeze sana Alisa, kwa sababu umekuwa. Leo hii imefikia hatua unamshauri mwanamke mwenzako, wifi yako na maanisha. Jambo kubwa sana. Inaonyesha jinsi gani ulivyokuwa na utashi sasa hivi. Lakini bado hujamaliza, endelea kumpa chombeza zangu zingine. Mwambie huwa unapendelea kula nini, huwa unapenda kufanya nini weekend. Lakini pia nyakati za alfajiri huwa unapenda kufanya nini. Mwambie kila kitu. Na kikupendeza zaidi, naweza kukuajiri ukawa kungwi wa Amanda. Amanda! Babe! Hapana. Alifanya vile ili kumtafuta mbaya wake ambaye anatembea na mkewe. Namba yake yenyewe ni wewe, uliochagua unafiki na kuacha urafiki kwa kumsaliti rafiki yako kwa kutembea na mke wake. Daktari, no one perfect. Na maanisha kwamba hakuna aliyekamilika. Kama ambavyo mimi nimekuwa msaliti kwa rafiki yangu Kai, hata wewe pia ni msaliti. Bwana daktari, si una mke wako wewe? Kwa nini umeenda kuanzisha mahusiano na dada yake Kai? Ina maana umemsaliti mke wako, si ndio? Kwa hiyo kati ya mimi na wewe hakuna mtu yoyote yule ambaye ni msafi. Sisi wote sio waaminifu. Kwa hiyo daktari, hapa kuhusiana na swala la usaliti tuliweke pembeni. Tuzungumze kilichopo. Daktari, umetengeneza maumivu makubwa sana ndani ya moyo wangu. Umemchukua mtu wangu muhimu sana katika maa yangu na ukaenda kumkabidhi katika maa ya Kai. Sasa basi, mimi siwezi nikakuacha hivi hivi. Familia yako yote niko nayo mimi, mke wako pamoja na mtoto wako. Hivyo basi, nahitaji kama ambavyo wewe umeniumiza mimi, nami nikuumize wewe. Nitafanya kitu kimoja kwa mke wako ambacho kikiona wewe mwenyewe pia umie kama mimi nilivyoumia. Na nisikitike kukuambia kwamba hiki kitu nitakifanya mbele ya macho yako kwa unakishuhudia. Sawa sawa daktari? Kisha tugawane maumivu. Unaitaka nini familia yangu? Sinishakueleza kila kitu. Unajua ukweli wote kuhusu Kai. Naomba familia yangu. Naomba acha familia yangu. Please. Kaa mbali na familia yangu. Ukifanyia ubaya familia yangu, nitakufanyia kitu kibaya. Kwanza wewe ni msaliti, mnafiki mkubwa. Wewe kutoka na mke wa rafiki yako. Wakutoka na mke wa rafiki yako. Sikiliza nikwambie. Yake! Amanda, geuka basi unipe nafasi ya kujielezea. Unajua nashinda kukuelewa, umetoka pale na kuita, hutaki kugeuka hata kuniitikia, afu sasa hivi umekuja chumbani hapa, bado unipe nafasi ya kujielezea. Shida nini Amanda? Kwa hiyo nilichokikimbia kwa Tashi ndo nimekifuata kwako?
Tasha aliniumiza na wewe pia unaniumiza eh? Hivi yale maneno niliyosikia pale nje mwanamke kaongea ni kweli? Ina maana na mimi utanisaliti, si ndio? Hivi mimi nitakuwa mgeni wa nani? Kwa mimi nitakuwa tu mwanamke wa kuumizwa, sitopata faraja yangu ya moyo. Amanda, yule mwanamke anajaribu kutokutoa kwenye reli. Mimi pale nishafunguka ukolo wangu wote mwingine ambao hata hajawahi kukuambia. Sasa uzani kwa nini kaongea kauli kama zile? Anajaribu tu kukurusha roho ili haribu mahusiano yetu. Sasa nitaongea mara ngapi ili unielewe baby? Haya ni mambo ambayo yashapita na siku zote mavi ya kale hayanuki. Sasa tutakaa kesho tujadili mambo yale ambayo yashapita. Naomba unielewe Amanda, mimi yote ya nyuma nishayasahau, nishazika kila kitu. Nimeamua kuanza upya, kuanza kurasa mpya mapenzi na wewe. Lakini Kai, yule si mwanamke wako? Si ulimuoa? Anakujua vizuri kuliko hata mimi. Na ile maneno yote aliongea pale nje ni ya kweli. Kwa hiyo umetembea sijui ndo na zawadi. Yaani chochote utakachokiongea sitokuamini, kwa sababu wewe ni msaliti na utakuja kunisaliti tu. Siwezi kukuamini hata kidogo. Kwenye ile Amanda unabidi uniamini tu. Na nakuomba sana usinihukumu kwa matendo yangu nilomfanyia Lisa. Lisa ni Lisa, wewe ni wewe. Siwezi kufanyia yale ambayo nimemfanyia Lisa. Nimejifunza mambo mengi sana Amanda. Kwa kuna baadhi ya kurasa kwenye maisha haziwezi kuchana hata iweje. Na kuna baadhi ya dhambi haziwezi kufutika mpaka huko maisha baada duniani. Na dhambi ya usaliti ni mbaya sana Amanda. Dhambi ya usaliti imenitafuna, inanitafuna na itaendelea kunitafuna. Maana baada ya kumsaliti mke wangu Lisa, yeye kuichukulia hivi hivi, akaamua kunifanyia revenge. Akaamua kutembea na rafiki yangu wa karibu sana. Kwa hiyo hii nimegundua kuwa usaliti ni mbaya sana. Usaliti unaweza kugombanisha marafiki, unaweza kuvunja ndoa, unaweza kusababisha uadui ambao una sababu za msingi. Kwa hiyo siwezi kurudia dhambi ile, maana naomba unielewe. Mimi ni bingwa wa visasi. Ndio maana Tasha alivyosubutu tu kunisaliti, nilimuonyesha. Kwa hiyo na wewe ukija tu kunisaliti, usije ukanilaumu kwa nitakachokuja kukifanya. Tima tima tima, hatima tima tima, hatima tima tima ya ndoa yetu. Hatima tima tima, hatima tima tima, hatima tima tima ya ndoa yetu. Hatima tima tima, hatima tima tima. Ndoa ni moja ya kiapo kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifulio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe wanafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama